sababu nyingine inayofanya ndoa za watu wengi zisidumu, hasa wasomi, ni wanawake kuelimishwa. Hakuna uhusiano Okay. wa kuelimishwa mwanamke kuwa na elimu na ndoa kuvunjika. Wewe kwa elimika. Mwanamke aliyeelimika ni obedience, mstaarabu, sawa? Anajua kutunza familia yake. Na mwanamke aliyeelimika ni mzuri sana kwenye familia. Ni mzuri sana. Sawa? Ile itatokea hiyo kwamba kwa nini ndoa zinavunjika wanawake waliosoma hawakai kwenye ndoa. Sawa? Ni wengi wakai kwenye ndoa walioenda shule. Kwa sababu most of them wameoa wake za watu. Sawa? Kama umeolewa sio bikira kwenye ndoa, kudumu kwenye ndoa sio rahisi. Umeelewa? Kama hujaolewa bikira, kudumu kwenye ndoa sio nini? Sio rahisi. Lakini baba, kuna jambo lilitokea hivi karibuni. Kuna mtu mmoja alikuwa anafundisha akasema, mimi na PhD sijaolewa kwenda kufua boxer za mwanaume. Ni mjinga. Nafikiri ndo swali ambalo ni mjinga. Na huyo alisema hivyo, alisema kwamba aliolewa akiwa bikra. Sasa nazidi kuwa confused. Akisema hivi, mimi sikuolewa kwenda kufua boxer za nini? Za mwanamume. Sawa, ni mpumbavu. Umeelewa? A woman is responsible to the man. You must be submissive to the man. Kwa hiyo uwe ni professor, ni doctor, ni PhD, sio na degree, una master, una PhD. Usomi wako kama uwezi kuwa submissive, wewe ni mpumbavu, ufai kuwa mke. Sawa? Umeelewa? Hapasi kwa nini? Mke. Sawa? Na akisema ni Laura Bika anadanganya. Alikuwa bika anatafuta maarufu. Mwanamke aliyebika ni submissive. Kabisa baba. Mstaarabu. Kabisa. Ni star. Anavumilia. Mimi nimeshuhudia mama zetu wanakipigwa. Sawa? Hamjaona? Have seen our grandmothers, our mothers wanapigwa kwa sababu bikira. Nani atakuwa mwingine? Unavumilia. Baba, mimi ninacha kuongeza hapo unapozungumza kuhusu mwanamke bikra. Mimi nakumbuka mwanaume wa kwanza ndio kunifahamu mimi au kunitoa bikra. Ndiyo. Yaani nadhani ndio mwanaume ambaye nilishai kumpenda kwenye maisha yangu. Thank you. Pigia makofi. Pigia makofi. Tunataka wadada kama hawa. Huyu dada anaweza kusaidia jamii. Sawa? Kwa sababu ana regret. Sawa? Anaongea ukweli. Kuna vingine wanatazama hapa. God bless you. Mungu akubariki sana. Mpigie makofi tena. Amen. Ameongea ukweli. Huyu anaweza kaponya. Unajua tunafanya mistake. Tumeshakosea. Sema tumekosea wote. We have made a mistake. Sawa? Sasa hizi mistake siendelee. Ndio tuwasaidie wengine. Umeelewa? Tumewazaa. Hatusemi kama we are perfect. We have already made, tumeshafanya mistake. We have already did mistake. Tumeshafanya makosa. Lakini kama tumefanya haya makosa, yasiendelee kuwepo. Wazazi wetu pengine wakutusaidia. Ni kweli. Umeelewa? Kwa sababu ukiangalia wakati nilipokuwa naye, yani nakumbuka kuna kipindi alikuwa, yani tulikorofishana, akawa hapokei simu wala hajibu message. Nililazwa. Yani mpaka mapigo ya moyo yalikuwa yanashuka. Yani nililazwa kabisa yani. Thank you. Niliumwa kabisa. Thank you. Japo huko aliko sasa hivi amenisababisha maisha yamekuwa hivyo alivyo shetani ya mlambe uso huko aliko. Kwa sababu amenipitisha sehemu ambayo sasa nimeshindwa, yani nashindwa kuwa submissive kwa sababu yoyote ninayempata naona kwamba ataniambia nini. Thank you. Yani naweza nikafanya hichi, naweza nikafanya kile without him, yani ataniambia nini. Nadhani ndio wanawake wengi tuko hivyo. Kwa hiyo sio issue ya mwanamke kuwa na hela, sio mwanamke kuwa na hichi, hapana, ni wale ambao walishatutoa bikra afu wakatuacha, wametusababishia tumeishi katika mazingira magumu sana. Thank you very much. Umeona hicho kitu? Na ndo maana zamani ilibidi uolewe, ulipiwa mali uolewe tulio bikra. Na wasima mabinti, hasa watoto wadogo hawa under 14 18, hawa watoto wadogo. Wazazi wangu, nyinyi wazazi, mfundishe watoto watunze usichana wao. Watunze usichana wao. Mwafundishe kwenye familia zenu. Wafundishe nyumbani. Angalia binti sana biongea. Itimizi mpaka sasa hivi hauwezi kumsahau. Alimharibia maisha wote hapa, mharibia maisha wote. Wadada wote, hao vijana waliotoa bikra ni wachawi. Narudia tena,
wakaka wote waliotoa mabinti bikira amjamuoa, wewe ni mchawi, ni mshikina, inabidi tukubebe kwenye box tukudumbukiza kwenye pole. Hana adabu kabisa. Umeelewa? Hana adabu. Hana adabu. Umesikia? Umeelewa? Yaani